Mtazamaji wa Uondo TV, karibu na hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, baada ya kutoka kituo cha polisi mkoani Tabora alipokuwa akishikiliwa, amezungumza mambo kaza wa kaza, lakini stori kubwa ni kuhusiana namna ambavyo ameshikiliwa. Wadau pamoja na wapenzi wa soka, namna ambavyo walikuwa wamesubiria kwamba kauli ipi ambayo Ali Shabani Kamwe anaweza akaitoa kulingana na sakata kubwa ambalo limekuwa linamwandama kwa kiasi hicho, na ameeleza mambo kaza wa kaza, lakini pia amejaribu kugusia mchezo ujao wa Dar es Salaam Africans dhidi ya Coastal Union. Kipi ambacho amekizungumza Ali Shabani Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya Dar es Salaam Africans? Hiki hapa ambacho amekizungumza baada ya kutoka kwenye kituo cha polisi. Mimi nawashukuru sana ndugu zanguni. Naondoka sasa hivi tunaelekea Dar es Salaam inshallah. Tuombeane kheri na nyinyi mfike salama. Tuende majukumu mengine ya kuijenga nchi. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zanguni. Wengine mlikuwa mmerudi Dar leo, si ndio? Lakini mmeghairi mmebaki. Kwa hiyo nawashukuru sana, basi tutakie safari njema, tukutane Dar. Yes, mechi inayofuatia tunacheza na Coastal Union, na mechi hiyo kama nilivyotangulia kutangaza siku ya jana ni mechi maalum kwa ajili ya kocha wetu Edna Lema. Tumekuwa na programu nzuri ya kurugenzi ya ufundi kwa maana ya makocha hawa wa vijana, timu za wanawake wapate nafasi. Kwa Edna Lema, ligi ya wanawake imesimama, tumempa nafasi ya kuja kwenye senior team kufanya mazoezi, kuchukua experience na yeye kidogo kwa Hamdi pale. Kwa mtamwona Edna kwenye program nzima za wiki hii kuelekea mechi ya Coast, kuanzia training, press conference mpaka kwenye bench siku ya mechi. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, hivyo ndivyo namna ambavyo ilikuwa baada ya afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe kutoka kituo cha polisi mkoani Tabora. Lakini hii inaweza ikawa kama funzo kwa kiasi kubwa kwa maafisa habari ambao wameonekana kutumia kauli kama hizi kuweza kuzungumza kwenye mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu ni vitu ambavyo vimeonekana kuzungumza kwa kiasi kubwa. Maybe sio Ali Kamwe pekee kama amekuwa anazungumza kwenye sakata kama ile la mkuu wa mkoa. Kama tunakumbuka kuna kipindi ambacho Ahmed Ali ambaye ni afisa habari wa klabu ya Simba na mwenyewe aliweza kuzungumza vitu tofauti na mkuu wa mkoa wa Mwanza ambaye ni Saidi Mtanda. Kwa hiyo ni vitu ambavyo maafisa habari bado wanao nafasi ya kuweza kujifunza kitu gani ambacho inabidi wakizungumze kwenye mpira wa miguu, kwa sababu tunaamini kwamba hao ambao wanapata nafasi kubwa kuweza kufanya kazi kwenye tunasema kwamba taasisi kubwa maybe kama Azam Football Club, kama Dar es Salaam Africans, kama Simba Sports Club, wanakuwa na ile nafasi kubwa ya kuweza kuzungumza vitu ambavyo have make sense kwenye mpira wa miguu, kwa sababu tunaamini ni football, tunaamini kwamba ni fair play, tunasema kwamba play fair be positive. Kwa hiyo ni kauli nzito ambayo imeonekana kuweza kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii, lakini bado unaona kwamba yani kuna kauli zile ambazo kwenye mpira wa miguu zimevuka hatua kulingana na kitu ambacho wamekuwa na kizungumza, kwa sababu ukijaribu kuangalia maybe maafisa habari wa klabu ambazo tunasema kwamba ni mid table teams, maybe unazungumzia kama Tabora United ambayo ina Christina Mwagara, ukienda Mtibwa Sugar ambao ina Tobias Kifaru, ukienda na timu zingine ambazo zina maafisa habari ambao wanajua namna gani ambavyo wanaweza wakaongea kwa kiasi kubwa. Of course siwezi kusema kwamba Ali Kamwe aweze kuzungumzia sakata hilo namna ambavyo ilikuwa linaendeshwa, kwa sababu football tunaamini kwamba ni kama politics au tunasema kwamba siasa kulingana na vile vitu ambavyo vinakuepo. Lakini Ali Shabani Kamwe alivuka mipaka, lakini hii inaweza ikawa kama funzo sasa kwa maafisa habari wengine ambao wana tabia kama hizi au kauli kama hizi. Ameachiwa, lakini bado kuna namna ambavyo anaweza akajiuliza. Mtazamaji wa Uondo TV, hiyo ni sakata kubwa la Ali Shabani Kamwe baada ya kuachiliwa kituo cha polisi mkoani Tabora, lakini inampa funzo kwamba mipaka ipi ambayo anaweza akazungumza akafikia kwenye mipaka ipi. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kikubwa endelea kuwa na Uondo TV, usahau kusubscribe, kule kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtoto wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo.